ومن الاحاديث الضعيفه والموضوعه na miongoni mwa hadithi dhaifu na za kutunga allati jaat ambazo zimekuja fi Shaaban kuhusiana na mwezi wa Shaaban fi fadlihi usufadhila zake wa fadli siyami lailatihi na fadhila za kufunga usiku wake wa lailatin nisfi min Shaaban na kufunga usiku wa nusu ya Shaaban au fi qiyami hadhihi al-laila au kusimama kufanya ibada katika usiku huo au fi siyami al-yawmi au kufunga mchana jaat baadhi al-ahadith zimekuja baadhi ya hadith ankaraha ahlul ilmi wamezikataa wamezipinga wanachuoni wa minha miongoni mwa hizo hadithi inayosema fadhlu shahri Shaaban fadhila za mwezi wa Shaaban ka fadlihi ala sa'iril anbiya kama fadhila za mtume kuliko mitume wengine manabii wengine fadhila za mwezi wa Shaaban sawa ni sawa na fadhila ubora wa mtume kuliko manabii wengine قال الحافظ ابن حجر رحمه الله في كتابه تبيين العجب amesema الحافظ ابن حجر في kitabu chake تبيين العجب قال حديث موضوع hii ni hadithi ya kutunga maudhu'un makdhubun ya kutunga makdhubun sawa ya kusingizia makdhubun ala rasulillah sallallahu alaihi wasallam amesingiziwa mtume sallallahu alaihi wasallam hakusema maneno haya وهكذا ايضا حديث تخصيص صيام نهار ليله النصف من شعبان na kama hivyo hadithi ya kuhusisha kufunga mchana wa ule usiku wa katikati ya Shaaban ule mchana wake tukiamka kufunga mchana wa ule usiku wa katikati ya Shaaban ule usiku sasa mchana wake mkiamka wa qiyami layliha na kusimama kuswali usiku wake hadithi inasema idha kanat lailatun nisfi min Shaaban utakapofika usiku wa nusu ya Shaaban faqumu laylaha simameni usiku wake wasumu naharaha na fungeni mchana wake aidan hadithun mawdu'un vile vile hiyo ni hadithi ya kutunga ذكره ابن الجوزي ameitaja Imam Ibn al-Jawzi rahimahullah fi kitabihi al-Ilal al-Mutanahiya kitabu kinaitwa al-Ilal al-Mutanahiya al-Ilal al-Mutanahiya wa dhakarahu fi al-ahadith al-mawdu'a na pia ameitaja hiyo katika hadithi za kutunga ash-Shawkani al-Imam ash-Shawkani pia ameitaja miongoni mwa hadithi za kutunga fi kitabihi katika kitabu chake al-Fawaid al-Majmu'a kitabu kinachoitwa al-Fawaid al-Majmu'a wa hakadha qala anhu al-Albani na pia Sheikh al-Albani amesema mawdu'u sanad sanadi yake imetungwa imewekwa tu wala haijulikani kama fi silsilati dhaifa kama ilivyokuwa katika silsila dhaifa 2100 sawa hadithi ya 2132 hadithi ya 2132 فهو حديث موضوع لا يصح ولا يثبت hiyo ni hadithi ya kutunga haisihi wala haijathibiti وهكذا في حديث na kama hivyo katika hadithi inasema 5 layali ni usiku 5 usiku ni usiku 5 la turaddu fihinna ad-da'watu haikataliwi katika usiku hizo dua maombi hayakataliwi katika usiku hizo maombi ni usiku 5 yani usiku zile zipo 5 katika miezi mbalimbali wanasema hivi hayakataliwi katika usiku hizo maombi dhakara minha lailatan nisfi min Shaaban akataja katika usiku hizo usiku wa nusu ya Shaaban aidan hadithun mawdu'un jidda la yasih hadithi hiyo ni ya urongo sana kama ule urongo sana haiyasi wa hakadha hadithun aidan na kama hivyo hadithi inayosema atani jibrilu alinijilia mimi jibrilu faqala akasema hadhihi lailatun nisfi min Shaaban huu ni usiku wa nusu ya Shaaban walillahi fiha utaqa'u na Allah katika usiku huo anawaacha huru watu minan nar na moto biadadi shuhuri ghanami kalbin anake biadadi shuhuri kwa idadi ya manyoya ghanami mbuzi huko kalbin vipi na yataji kuangaliwa taangalia hadithun aidan dhaifun jidda hadithi hii ni dhaifu sana ذكره ابن الجوزي في كتابه العلل المتناهية أميتاج ابن الجوزي في كتاب شاكي العلل المتناهية وضاعفه الألباني نعم يضوفش شيخ الألباني أيضا في ضعيف الترغيب كتاب ضعيف الترغيب والترهيب قال مسمى ضعيف جدا ضعيف سانا في ضعيف الترغيب والترهيب كتاب ضعيف الترغيب والترهيب ساوى 1600 ni hadithi 1651 1151
رقم الحديث نمبر الحديث. وايضا حديث مسمى يا علي ewe Ali, man salla lailatan nisfi min Shaaban, atakayeswali usiku wa nusu ya Shaaban 100 rak'atan tamyiz 100 rak'atan rakamia, atakayeswali usiku wa wakati nusu ya Shaaban, katikati usiku wa katikati ya Shaaban 100 rak'atan rakamia, sawa 100 rak'atan au rak'atin, sawa rak'atan sabtamyiz kwamba 100 yenyewe ni rakaa, sawa, atakayeswali 100 rakaa 100, sawa, bi alfi qul huwallahu ahad, kwa kusoma qul huwallahu ahad mara 1000. Sikizeni uzuri, sijui swala hiyo alipatia wapi, swala maajabu. Atakayeswali katikati ya nusu ya Shaaban usiku wa katikati ya Shaaban, mwezi wa Shaaban, rakaa 100, sawa, kwa kusoma qul huwallahu ahad mara 1000. Kwa hiyo rakaa moja unasoma mara ngapi? 10, sawa. Umeelewana? Sio al-ikhlas. Qadha Allahu lahu kull hajatin talabaha tilka al-laila, atamtekelezea yeye Allah haja yoyote aliyomuomba katika usiku huo. Omba lolote utapata. Kwanza si mpaka uziswali sura kazi na zithibiti ushuu na nini. Watu waswali kidogo tu, mtu kwa na nini khushu, nasoma hivi. ايضا حديث موضوع، حديث يكتونغ ذكره ملا علي القاري، مناchuoni ملا علي القاري مناchuoni wa Kihindi. ملا علي القاري في كتابه الاسرار المرفوعه في الاخبار الموضوعه، كتاب ميتاج. وذكره الشوكاني في كتابه الفوائد المجموعه للاحاديث الموضوعه، وقال ناقسم الامام الشوكاني حديث موضوع، حديثه ni hadithi ya kutunga. فهي احاديث موضوعه، hizo ni hadithi za kutunga, makdhubatun, sawa, zimetungwa, ndio hivyo zimetungwa za uongo, la tasihu, hazisihi, wala tathbutu ar-rasulillah sallallahu alaihi wasallam, wala hazijathibiti kutoka kwa mtume sallallahu alaihi wasallam. Wa hakadha hadithu, na vile vile hadithi inayosema man ahya lailatal eid, atakayehuisha, sawa, nyusiku mbili za Eid, yani Eid al-Fitr na Eid al-Adha, sawa. Ule usiku wa kuamkia Eid ukaswali qiyamul layl uhuisha, elewana, Eid si mbili, lailatul Eid, nyusiku mbili za Eid, yani Eid al-Fitr na Eid al-Adha, atakayehuisha huyo. Wa lailatan nisfi min Shaaban, na usiku wa katikati ya Shaaban, lam yamut qalbuhu, hautakufa moyo wake, yauma tamutul qulubu, siku zitakapokufa mioyo, itakapokufa mioyo wako wewe utakuwa hai, kwa sababu mzusha bid'a sana, wewe moyo wako utakuwa hai. Aidan hadithun mawdu'un jidda, vile vile hadithi hiyo ni hadithi ya kutunga, tena imetungwa kweli kweli, maana ni mawdu'un jidda, mbaya kweli kweli. Wa hakadha hadithi, na vile vile hadithi inayosema man ahya al-layali al-khamsi, man ahya afwan man ahya al-layali al-khamsa, man ahya al-layali al-khamsa, mwenye kuhuisha nyusiku 5, wajabat lahu al-jannatu, sawa, imewajibika kwake yeye pepo, kupata pepo. Mwenye kuhuisha nyusiku 5 imewajibika kwake yeye kupata pepo. Wa minha, na miongoni mwa hizo nyusiku 5, lailatul nisfi min Shaaban au lailatul nisfi min Shaaban, lailatul nisfi min Shaaban, usiku wa nusu ya Shaaban. Aidan hadithun mawdu'un, vile vile ni hadithi ya kutunga, kama fi dhaif at-targhib wat-tarhib, kama ilivyokuja katika dhaif at-targhib wat-tarhib. Nambari ngapi? 6 wa 7 wa 600 au 600, إذا مضاف مضاف إليه 600 667 667 حديث نمبر 667 667 حديث نمبر 667 قال موضوع يا شيخ الألباني مسمى كلها أحاديث موضوعة، hadithi zote hizo za kutunga, la tasihu wala tathbutu ar-rasulillah sallallahu alaihi wasallam, ayasihi wala yathbitu kutoka mtume sallallahu alaihi wasallam. Huna mas'alatun qabla an nakhtima hadhihi al-muhadara, hapa pana mas'ala qabla an nakhtima hadhihi al-muhadarata, qabla hatujaumaliza muhadhara wetu. Sheikh anasema hivi
قد ورد سؤال الى اللجنه الدائمه limekuja swali kuulizwa lile jopo la kudumu lilbuhuthi alilmiya au tafiti za kielimu waliftana fatwa fi mas'alati as-sadaqa kuhusu mas'ala ya kutoa sadaka au takhsisi as-sadaqa au kuhusisha kutoa sadaka fi lailatin nisfi min Shaaban katika usiku wa nusu ya Shaaban. Mtu ameuliza hivyo kwamba yeye amekaa sadaka yake atakaitoa usiku wa nusu ya Shaaban. Unaelewana sio? Na fayaqulu as-sa'ilu muulizaji anasema awsani abi ameniusia baba yangu fi hayatihi katika uhai wake an a'mala sadaqatan kutoa sadaka hasba istita'ati kiasi cha uwezo wangu wadhālika na hilo lailatan nisfi min Shaaban katika usiku wa nusu ya Shaaban min kulli sana kila mwaka ifika usiku wa nusu ya Shaaban nitoe sadaka ndio baba yangu alivyoniusia. Fahadhihi wasiyatun min walidihi hu hapa swali lishakwisha sawa. Sheikh ndo anaendelea hafidhahullah asema huu ni wasia kutoka kwa baba yake ayatasaddaqa anhu amtolee sadaka fi kulli lailatin nisfi min Shaaban katika kila usiku wa nusu ya Shaaban min kulli sana katika kila mwaka wa kana mustamiran alaiha na akawa analiendeleza jambo hilo yule bwana. Unaelewana ndio akauliza sikuuliza wanachuoni wa fatwa katika Saudi Arabia fayaqul akasema ghaira anna ba'd an-nasi lamuni isipokuwa baadhi ya watu wamenilaumu mimi wamenitia dosari wamenikosoa sawa isipokuwa baadhi ya watu wamenikosoa anaendelea swali lake jamani wamenikosoa wakalu wakasema hadha la yajuzu haifai hilo kufanya hivyo wa anna hadhihi sadaqata na kama sadaka hii lailatan nisfi min Shaaban ya katikati ya usiku wa Shaaban la tajuzu haifai juzu fahal hadhihi sadaqatu jaizatan fahal hadhihi sadaqatu jaizatun am la je sadaka hii inafaa au hapana mshotaka umeelewa na swali umeelewa angalia mpaka watu angalia bid'a ilivyo mpaka watu wamehusia watoto wao kuhusu wasallallahu na bid'a ilivyo. أجابت اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء برقم 844 wakajibu sawa lile jopo la kudumu la tafiti za kielimu na fatwa nambari 844 fatwa ukifuata nambari 844 fatwa nambari hiyo ndio kusubiri wa rakam 9760 na 760 pia mkuja rakam 9,760 قالوا wakasema takhsisu hadhihi sadaqati kuhusisha sadaka hii binisfi Shaaban na nusu ya Shaaban min kulli sana katika kila mwaka bid'atun ghairu jaiz ni bid'a haifai haijuzu walau awsa bidhalika waliduka ijapokuwa amelihusia hilo baba yako haifai hata kama alisema baba yako wa alayka an tunaffidha hadhihi sadaqata na ni wajibu huyo yako kuitekeleza sadaka hii wajibu uitekeleze sadaka hiyo lakini la takhus biha nisfa min Shaaban lakini usihusishe sadaka hiyo na nusu ya Shaaban wewe itekeleze lakini sio katika nusu ya nini ya Shaaban bali ij'alha kulla sanatin bali itoe sadaka hiyo ijalie sadaka hiyo katika kila mwaka fi kulli shahrin min shuhuri sana katika kila mwaka miongoni mwa miezi katika kila mwezi miongoni mwa miezi ya miaka wewe fanya hivyo tu duna takhsisi shahri muayyan bila kuhusisha mwezi maalum sio Shaabani tu mwezi wote usihusishe inawezekana mwaka huu ukatoa Shaaban mwaka unaofuatia ukatoa katika ni Ramadhan mwaka unaofuatia ukatoa katika Shawwal fanya hivyo lakini usihusishe mwezi maalum sababu kitu ambacho sheria imekifungua utakifanya wakati wote ukikiwekea muda maalum basi ni nini bid'a kwa hiyo wewe katika mwezi wote mwezi mwaka utoa mwezi huu mwaka hivyo hivyo lakini usihusishe katika mwezi maalum faida hiyo wabillahi tawfiq na kwa Allah tu ndio mwenye kuwafikisha wa sallallahu ala nabiyina Muhammadin wa alihi wa sahbihi wa sallam intahat alfatwa fatwa imekomea hapo fausi nafsi wa ikhwani almuslimin nawahusia ndugu zangu na usi yangu na ndugu zangu waislamu biqtinami hadha ash-shahr wa kutumia mwezi huu fi shahr al-karim fi biqtinami kutumia fursa
kutenga muda au kwa kuutumia vizuri hadha shahri, mwezi huu, fi shahri alkarim, katika mwezi mtukufu, alladhi huwa baina Rajab wa Ramadhan, sio katika miezi mitukufu minne, lakini yani eleza utukufu katika swala nini kule funga na kadha, mwezi ambao uko baina Rajab na Ramadhan. Wa min shukrillahi azza wa jalla, na miongoni mwa shukrani za kumshukuru Allah azza wa jalla ala ni'amihi, juu ya neema zake, miongoni mwa kumshukuru Allah juu ya neema zake. Vipi yani watoto wanafanya fujo hivyo, na inawezekana kuna watu wazima wanaangalia, na kwaje? Au hata majumbani wanafanya hivyo? Kwa hiyo miongoni mwa kumshukuru Allah azza wa jalla ala ni'amihi, juu ya neema zake, an naghtanima mithla hadhihi al-ayami, sawa ni kutumia vizuri mfano wa masiku haya, wa hadhihi al-awqati, na nyakati hizi, bil a'mali salihah, kwa kufanya amali njema, amali nzuri. Wa alaina an nubadira, na inapasa juu yetu an nubadira, kufanya haraka, bil ikthari min al-amali salih, kufanya haraka au kukupia kutenda amali njema. Wa min as-siyami wa min as-sadaqa, na kufunga na kutoa sadaka. Wa min tilawati al-Qur'an, na kusoma Qur'ani. Wa min dhikri Allah azza wa jalla, na kumdhukuru Allah aliyekuwa mshindi na mtukuka. Wa nukthira aidan min ad-du'a, na tukithirishe pia kuomba dua. An yarfa Allahu azza wa jalla, anyanyue Allah azza wa jalla anna al-bala, atuondolee sisi mabala. An yarfa anna al-bala, atuondolee sisi mabala, wal waba, na misiba, majanga, wal fitana, na fitna, washarra, na shari, wa an biladil muslimin, atuondolee sisi na iondoe kwenye miji mingine ya Waislamu. Kama nasaluhu azza wa jalla, kama tunavyomuomba Allah azza wa jalla an yahfadha biladana, ayhifadhi miji yetu, dawlat al-imarat. Hapa naiombea dua ndio tusabiri kwa Imarati, dawla ya Imarati, wa biladal muslimin, na miji mingine ya Waislamu, min kulli fitna, kila fitna. Kama nasaluhu azza wa jalla an yuwaffiqa ulata umurina, awafikishe viongozi wa mambo yetu, watawala wa mambo yetu, lima yuhibbu wa yarda, awafikishe kwenye kutenda lile ambalo analipenda na kuridhia. Wa yarzuqahum al-bitanata as-salihah, na awaruzuku wao wasaidizi waliokuwa wema. Wa an yu'inahum ala wajibatihim, na wasaidie Allah juu ya kutekeleza nini majukumu yao ya wajibu ya lazima. Wa an yusaddidahum, na waongozi wao. Wa yansurahum, awanyooshe sawa sawa, yusaddidahum ni awanyooshe sawa sawa. Wa yansurahum, na wansuru ala a'daihim, dhidi ya maadui zao. Kama nasaluhu azza wa jalla, kama tunavyomwomba Allah azza wa jalla an yarfa 'anna al-balaa wal waba, kama na'udhu bihi, atuondolee sisi mabalaa na majanga, kama tunavyojilinda kwa yeye azza wa jalla min sayyi'il asqam, kutokana na maradhi mabaya. Wa an yuhsina lana wa lakumul khatimata, na atufanyie uzuri sisi na nyinyi mwisho wetu, au fanye mzuri mwisho wetu sisi na nyinyi. Wa yahfadhana wa iyyakum, na tuhifadhi sisi na nyinyi. Wa yufaqihana wa iyyakum, na aturuzuku fiqhi ya dini sisi na nyinyi. Ala ta'atihi wa iyyakum ala ta'atihi, an yufaqihana wa iyyakum ala ta'atihi, na basi yuwaffiqana, sio na au na atupe utambuzi sisi na nyinyi juu ya kumtii yeye, tumtambue kumtii. Wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin, sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Nataraji itakuwa tumepata kitu katika yale tuliyosoma. Nimeacha kwa mambo ya utangulizi, nikaona nianze sasa kufanya risala namna tulivyo. Inshallah taala tumeiandika risala hii kwa Kiswahili, lakini nitajaribu kuangalia baadhi ya mambo mengine si, lakini iko risala tunaandika ya Shaabani kwa lugha ya Kiswahili. Mwaka juzi tutaangalia biidhnillah kama tutaweza kuweka vizuri, tutaitoa kabla ya Shaaban. Jazakumullahu khairan, barakallahu fikum. Kwa hiyo tumefika mwisho wa risala yetu. Watarudi kusikiliza na sehemu zimepita, lakini itakuwa kuna sehemu mmepata kuhusiana na mwezi wa Shaaban, kama sala mengine yanayofungamana na Shaaban. Subhanakallahumma wa bihamdika, ashhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik.